ajenda ya shetani juu ya uchumi. Haleluya! Ambao sasa ya ajenda ya uchumi kwa wana wa Mungu. Ni nini ambacho shetani anachokipanga? Kwa sababu eneo la uchumi ni eneo nyeti sana, nyeti mno. Akikamata eneo hili, hata maisha ya wokovu kama umeokoka yanakuwa ya kusuasua sana, yanakwenda kwa mwendo wa kuchechemea. Farao akamwambia Musa, nendeni lakini mali zenu, ng'ombe zenu waache. Maana akwambia okoka lakini endelee kubaki kuwa maskini. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unakwenda kanisani lakini kila siku sadaka yako shilingi 500, 200. Ndio maisha yako. Amekwambia nenda kamwabudu Mungu, nenda kamtumikie Mungu, lakini mali zako nabaki wanazo. Kwa hiyo hii ndio lengo la kujifunza, tujue ajenda ya shetani ni ipi na wapi kuna shida. Biblia imesema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Unaposema kweli, manake ni taarifa sahihi zinazo kuhusu wewe, ndio kweli. Usipoifahamu hiyo kweli, ukapata taarifa zinazo kuhusu wewe, utakuwa mtumwa tu, hata kama ni bwana yoyote. Unaishi maisha ya ajabu ambayo hukutakiwa kuyaishi kabisa. Hujajua kweli, hujapata taarifa sahihi. Sasa mimi Mungu amenipaka mafuta kuleta taarifa sahihi zinazo kuhusu wewe, mwana wa Mungu. Na wewe unatamani kuwa mwana wa Mungu, twende pamoja tuishi yale maisha ambayo kwa kweli ndio Yesu aliyoleta duniani. Haleluya.